Naam, karibu sana mfuatiliaji wa Mwaki Sports katika segment ya kimichezo ambazo tunapata nafasi ya kujadili kwa kina taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimekuwa zikijiri nasi tunaziweka hapa. Cha muhimu ni kubonyeza neno subscribe, utakuwa umejiunga na familia ya Mwaki Sports kwa ajili ya kupata zile updates kali muda wote. Na kwa sasa katika segment hilo hii tunamtazamia taarifa ambayo huenda ikaenda kuwastua mashabiki wa klabu ya soka Yanga. Ni taarifa ambayo inahusiana na golikipa wa klabu hiyo Djigui Diarra ambaye pia ni kipa wa timu ya taifa ya Mali, ambapo kwa sasa ni miongoni mwa makipa ambao wamefanya vizuri sana. Djigui Diarra katika michuano hii ya AFCON ni miongoni mwa makipa wawili pekee ambao waliweza kupata ile tuzo ya uchezaji bora katika mechi kadhaa ambazo wamezicheza kuanzia hatua ya makundi hadi mechi hii ya 16 bora. Kwa hiyo ni moja kati ya makipa ambao wamefanya vizuri sana katika AFCON ya msimu huu, lakini jambo ambalo pengine litakuwa ni taarifa mbaya kwa mashabiki wa soka wa Yanga, kuna dalili zote za Djigui Diarra kutoendelea kuwa ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, kwa maana hatosalia tena ndani ya klabu hiyo kutokana na ofa ambazo zinasemekana zinakwenda kukamilika. Kuna ofa nyingi zimetokea, lakini kuna moja ambayo ndiyo inasemwa kwamba imeshakamilika. Ni bado tu swala la muda la kufikia makubaliano ya pande mbili na biashara iishe. Kwa hiyo kitu ambacho nilistuka pia niliona kupitia akaunti ya meneja wake ambaye pia ni wakala wa mchezaji huyu, aliweza kuposti picha kama 3 hivi za Djigui Diarra katika mechi tofauti tofauti akiwa na klabu ya Yanga, huku akisindikiza na caption zinazosema kwamba we will miss this moment in Young African Sports Club. Sasa kitendo kile ni kama ishara ikaonyesha kwamba pengine Djigui Diarra tayari ameweza kufanya maamuzi ya kusepa kutoka katika klabu hiyo kutokana na performance yake iliyokuwa bora, imepelekea vilabu vingi kumtolea macho na kumletea ofa mezani, na hivyo pengine hata Engineer Hersi Said, rais wa klabu ya Yanga, ameona kuna busara ya kumwacha sasa aende kupata changamoto nyingine katika maeneo mengine. Kwa hiyo maneno ambayo ametumia meneja wake na wakala wake inaonyesha ni wazi kwamba golikipa huyu kwa sasa yuko mbioni kujiunga na klabu nyingine. Kuna klabu kadhaa ambazo zimetajwa kupeleka ofa ndani ya klabu ya soka ya Yanga ili kunyaka saini ya mchezaji huyu ambaye ni golikipa namba 1 wa klabu hiyo. Moja ya klabu ambazo zimetajwa ni pamoja na klabu ya Aston Villa ya nchini Uingereza, lakini pia klabu ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco imetajwa, lakini kuna klabu kama ya CR Belouizdad pia wamehitaji huduma yake, na kuna klabu kadhaa nyingi, moja ikiwemo ya kutoka Saudi Arabia kwa maana inashiriki Saudi Pro League, pamoja na klabu kadhaa kutoka Uingereza na maeneo mengine. Kwa hiyo mpaka hivi sasa inasemekana Djigui Diarra tayari ameridhika na moja kati ya offers ambazo zimefika mezani, na muda wote sasa tutakuja kuambiwa Diarra thank you. Kwa hiyo mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans wanatakiwa sasa waanze kufahamu kwamba kuna uwezekano huo mkubwa wa kumkosa golikipa mdaka mishare Djigui Diarra, na kwa taarifa za chini zinadai kwamba Engineer Hersi Said yuko mbioni sasa kuanza kusaka golikipa mwingine mwenye ubora ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Djigui Diarra. Una maoni gani kuhusiana na uhamisho huu wa Djigui Diarra? Kama utakamilika, unahisi viongozi wamefikiria kwa umakini ama pengine wamefeli?